Yes, bwana mambo vipi? Ni Mr. Analyst hapa. Yes, siku nyingine tena ya kimichezo ambayo tunakwenda kupitia sehemu tofauti tofauti. It has been a long time ago. Hatujakutana kwenye live communication kama hivi kuongelea kuhusiana na masuala ya michezo. Yes, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na harambee ambayo ilikuwa inafanyika mitaa Jangwani kuhusiana na kichapo chao cha milioni 30 kutoka kwenye mamlaka za soka nchini Tanzania. Hapa nazungumzia TFF na bodi ya ligi ambao ni wasimamizi wa mashindano ya NBC Premier League. Yes, kubwa zaidi kumekuwa na minong'ono ama maneno tofauti kuhusiana na kitu ambacho walikuwa nakifanya wana Yanga, kutembeza bakuli au kufanya michango ili kuweza kulipa fidia hiyo ambayo walipigwa kutokana na kosa lao la kutumia nyumba kinyume na maadili na kanuni za ligi yetu kwenda kufanya kama dressing room wakati wa mchezo wao dhidi ya mtani wao ambaye ni Simba Sports Club pale Mbweni JKT jijini Dar es Salaam. So TFF pamoja na bodi ya ligi waliona hili swala kupita hivi wakaamua watembezee kichapo cha milioni 30 ili kukomesha tabia hizi. Na kwa uhalisia walistahili. Hatuwezi kuisema vibaya mamlaka kuwa wamewaonea, hapana. Uwezi kutoka kwenye utaratibu mbali namna hiyo, kwa sababu at least bora ugomee chumba lakini katika mazingira hayo, lakini kutoka na kwenda katika nyumba ya mtu tofauti na mazingira ya kiwanja, basi tunasema ilikuwa very bad kwa upande wao na jinsi ligi inatakiwa kuongozwa. Lakini kubwa zaidi ni mapokezi sasa ya adhabu hiyo ambayo imepokelewa kama shangwe kwa upande wa Jangwani baada ya uongozi kutoa taratibu rasmi wa kuichangia klabu ili waweze kupata kiasi cha kulipa na kuondokana na adhabu hiyo. Kupokelewa vibaya na wadau wa soka nchini Tanzania, ikionyesha kuwa hii inapunguza uwajibikaji kwa viongozi ambao wanasababisha haya mambo yatokee, alafu tena pesa ya kulipa adhabu hizo zinapojitokeza kutotoka ndani ya klabu na kuwaomba wanachama pamoja na washabiki wa klabu hiyo kuchangia. Hii inapunguza uchungu kutoka kwa viongozi na kuencourage kile kitu kiweze kuendelea tena na tena. Yes, kwa mitazamo yao naweza nikasema wako sahihi, lakini mimi nimekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanakemea tabia za design hii. Nikumbuke pale mwanzo kulikuwa na issue ya kulinunua goli la clip ya Okello. Ilikuwa katika mchezo huo ambapo Okello alionyesha amempiga chenga Rushan De Reuck na akateleza. Basi kile kitu kupitia idara ya habari ya Dar es Salaam Africans waliona kisipite hivi wakaamua kuuza ile clip kwa shilingi 5,000 ili mtu atumiwe private ili aweze kuenjoy. Nilitoka front nikasema huu ni utapeli kama utapeli mwingine, kwa sababu mimi ninanunua clip kwa 5,000 unanitumia, alafu baadaye clip hiyo ikaja kupostiwa kwenye official page ya Dar es Salaam Africans katika mitandao ya kijamii, kitu ambacho sasa kinaondoa ule uhalisia. Kwa nini mimi nimeinunua afu baadaye mnakuja mnaipost hapa kitu ambacho mimi ninaweza nikaidownload pia nikawa nayo afu for free? Nikashauri at least na ingekuwa beta zaidi pale ambapo wangehimiza wanachama na wale watu wote ambao wamelipia application ya Yanga SC ili waweze kulipia tena. Kama hujalipia, alafu utakwenda huko utaiona ile clip, utaichukua, aidha utaangalia pale na utakuwa na access ya kwenda kuitazama kila wakati. Lakini kwa hichi kitu kuona Yanga wanakosea wakati ni jambo la kawaida, sasa ukizingatia klabu ni ya wanachama na wanachama ndio wamiliki wa klabu, ila wale viongozi, rais, makamu na wengine wapo pale kama representative kwa ajili ya kuwawakilisha waliopo, basi ni kitu cha kawaida ambacho wamekifanya. So katika hili mimi nitakuwa tofauti na wenzangu. Haya yalikuwa maoni yangu kuhusiana na hili sakata ambalo limetake headlines kwenye social network kuhusiana na maamuzi ya Dar es Salaam Africans kuuza ile clip ya kuchangisha michango ili kuweza kulipia adhabu yao ambao wamekumbana nayo kutoka katika mamlaka za soka nchini Tanzania. Sasa ni Mr. Analyst, usisahau kusubscribe YouTube channel yangu ili uwe wa kwanza kupata notification. Asante.